Ni wakati mwingine tena, mtazamaji wa Trend TZ, karibu. Leo tumeweza kumtembelea Dr. Luana, mkombozi wa wanyonge, mkombozi kutoka ng'ambo, ili tuweze kuzungumza naye mambo ambayo yanakuwa yanaendelea kushika vichwa vya habari huko kwenye mitandao ya kijamii. Kabla ya yote, tungeanza kwanza kupata salamu kutoka kwa Dr. Luana, mkombozi wa wanyonge. Kwanza kabisa niseme asalamu alaykum ndugu zangu ambao mnanifuatilia kila siku, ambao mnapenda kunisikiliza na mnapenda vipindi vyangu na mnapenda masomo yangu na mnapenda ninavyoweza kuwahudumia. Niseme nyie kwangu mmetumika kama baraka, kama kiunganishi kikubwa sana. Tumezidi kushirikiana mimi na nyie kwa mambo mbalimbali. Kwa hiyo nipende kusema kwamba kama mnavyoniamini basi na mimi nawaamini, na muendelee kunitafuta kama mnavyonitafuta. Usiache kunitafuta, nitafutia muda wote ambao unajisikia. Muda wote nipigie simu. Kama una matatizo yoyote yale, nipigie simu. Naam, shehe, karibu shehe. Dr. Luana, sisi na timu yetu nzima kabisa Trend TV leo tumekutembelea ili tuweze kufahamu, kwa sababu kuna tukio ambalo limeweza kutokea, limegusa vichwa vingi vya habari. Kwa kuwa wewe una uzoefu, wewe kitambo sana kwenye tasnia ya kutibia, tumeona tukutembelee utupe majibu. Tumeweza kumshuhudia Diamond Platinum. Wote tunafahamu kwamba Diamond kwa sasa anafanya tour yake ya kimuziki, na alipokuwa pale jijini Mbeya aliweza kutoa zawadi ya parachichi kwa moja kati ya wanadada ambao wako pale jijini Mbeya, na inavyosadikika kwa taarifa ambazo tumeweza kuzipata kutoka kwenye vyanzo vyetu ambavyo tunaviamini ni kwamba yule mwanadada mara baada ya kula lile parachichi alilopewa na Diamond Platinum, basi aliweza kupata ajali na kwa sasa yupo katika hali mbaya. Wewe Dr. Luana umekaa kitambo sana, siku nyingi mno kwenye tasnia ya kutibia. Mtazamo wako kwenye hili swala, je, ni upi? Je, ni uchawi? Je, sio parachichi? Ni kimbola kile? Mwambie mtazamaji wako wa Trend TV, kwa sababu anataka sana kufahamu kile ambacho kimehappen. Ndugu zangu, mimi mara nyingi wakati tunaongeaga kwamba ili ufanye jambo liende ni lazima nawe kuna mambo yafanya nyuma. Yale parachichi ilikuwa ni mangapi ya parachichi? Kama umeangalia vizuri ya parachichi, yalikuwa sio mengi na waliopewa walikuwa na maana. Dr. Luana, kwa nini Diamond Platinum atoe parachichi? Kama ambavyo tumezoea, Diamond Platinum alikuwa akigawa sasampa pesa, anajiita Mr. Transaction. Kwa nini atoe parachichi na sio kitu kingine? Ule mkoa ambao wanasikia kama parachichi, kwa ni mambo yatajadilika nyuma kwamba ili wale watu wapate vizuri wapige maparachichi, yani kama utamaduni wao kwamba Mbeya, Njombe, Makambako kule kote wanasindika sana kwa parachichi. Kwa ili wapate vizuri, tumeo utamaduni wa kwao. Dr. Luana, swala sio mtu kupewa parachichi. Swala ni yale madhara ambayo amepata baada ya kupewa hilo parachichi. Tumeweza kupata taarifa kutoka kwenye vyanzo ambavyo tunaviamini ya kwamba yule mwanadada mara baada ya kupewa ile parachichi ameweza kupata ajali mbaya sana na ameweza kuumia, na kwa sasa tunavyozungumza hauwezi hata kutembea. Hilo kwako Dr. Luana, wewe unaliona? Naomba ni kufundisha kitu kimoja tu. Samahani, naomba ya maji. Sheikh Yas, ni maji? Si ndio? Hiyo ni maji. Lakini kuna namna ya kuyafanya haya maji. Wewe ukaona ni maji yakawa yakawa sio maji. Dr. Luana, unataka kuniambia lile alikuwa parachichi? Nimekupa mfano mdogo sana kwamba haya ni maji. Hii kwa namna ya kuyafanya, wewe ukaona ni maji lakini yakawa sio maji. Kwa hiyo lile alikuwa parachichi. Lile alikuwa parachichi shehe. Nini tena kile? Kimbola. Watu washafanya mambo yao, ili mambo mengine yaende. Kuna muda ili mambo yaende lazima kimoja kife, kingine kiende. Wote hamwezi kuwa wakubwa. Hayo mambo yako enzi na enzi. Na kushangaa wewe ambaye utekiti unasema ushirikina ni dhambi, eti uchawi ni dhambi. Utakalia siku hizo wewe na maisha yako hivyo hivyo. Haupandi, haushuki, uko pale pale, au unashuka moja kwa moja. Maisha yako yanakuwa ni hovyo. Unapata hela zikai kutokana na mambo unasema ni ushirikina, sio ni uchawi, sio nini. Shekhe, acha watu wanaofanikiwa wanajua wanachokifanya. Sasa wewe ukishindwa kupiga hatua kufanya mambo yako, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dr. Luana, nataka kumwambia mtazamaji wako wa Trend TV ya kwamba Diamond Platinum lile halikuwa parachichi. Kile ilikuwa ni kimbola cha kuiba nyota za watu. Tumeweza kusikia tetesi nyingi sana ya kwamba Diamond Platinum amekuwa ni mtu ambaye anaiba nyota za watu. Tuambie, tufafanulie kinaga ubaga ili tuweze kufahamu, mimi pamoja na mtazamaji ambaye anakutazama sasa.
Shehe, naomba nikupe mfano mdogo. Unaona hii? Hii kwa macho ya nyama unaona ni fimbo. Hiyo si fimbo Dr. Luana. Hii kwa macho ya kawaida unaiona ni fimbo. Lakini ungekuwa una macho ya kuona, watu wengi hawana macho. Ndio maana wachai wana akili, mchana za kutembea bila nguo, mkapishana barabarani mkasalimiana na maisha yakaendelea. Watu wengi hawana macho ya kuona. Ungejua kwamba hiki nilichokishika ni kitu gani, wewe usingekaa hapo ulipokaa. Okay, Dr. Luana, umesema kwamba kuna watu hawana macho. Hii ina maana ya kwamba wewe macho unayo. Naomba mwambie mtazamaji, kile kilikuwa ni kitu gani? Sisi watu ambao hatuna macho tumeweza kuona ni parachichi. Je, wewe kile kilikuwa ni kitu gani? Lile jini shehe. Nini? Lile jini. Kwa hiyo unataka kuniambia Diamond anawatupia watu majini? Ili ufanikiwe lazima kuna mambo uyafanye. Hauwezi kufanikiwa hivi hivi tu. Hakuna mafanikio ambayo yanakuja hivi hivi. Lazima mafanikio yote yana gharama. Hakuna mafanikio yanakuja hivi hivi. Sisi wenyewe mpaka kukaa hapo kunatibia watu. Yaani kuna gharama tumefanya, kuna mambo mengi tumefanya nyuma mpaka kufika sehemu kusimama kwamba Dr. Luana shehe mpaka kufikia hii hatua hii kuwa na kibali cha kukaa mbele za watu tibia watu, sio issue rahisi ya. Unaelewa vizuri? Sio issue rahisi. Kama unaweza kukaa mbele za watu, mimi sehemu yoyote naenda kuonyesha kwamba mambo yangu nayofanya si bahatishi. Hawana cheti. Kwa kuna vitu vingi sana ambavyo nimevifanya mpaka kusimama. Kuna uchawi mwingi ambao unakuta unatupiwa vitu vingi sana, lakini hapa mahali kwa uwezo wa Allah unasimama hapo unaanza kutibia watu. Sasa Dr. Luana, mimi pamoja na mtazamaji wako natamani kufahamu huyu mwanadada ambaye aliweza kupewa ile bahati na kupata shida, kuna uwezekano akawa anakuangalia kupitia Trend TV. Sasa anatakiwa kufanya nini ili aweze kurudi kwenye hali yake ya kawaida? Kwa sababu kama ulivyosema Diamond Platinum ameweza kumtupia jini. Sasa sijajua ni jini gani, inaweza kuwa ni jini parachichi ama ni kitu kingine. Tuambie, tueleze kinagaubaga, ile ilikuwa ni jini gani na huyu mwanadada afanye kitu gani? Yule jini aliyotupewa yule, sasa yule dada nimemwangalia vizuri, nikamwangalia yule anaitwa jini Protocol. Jini Protocol wa wapi yule? Napenda sana kwa majini kama wale wa Kongo man. Wakongo wanapenda kutumia majini kama wale. Jini Protocol. Kuna watu wengi unakuta mtu anaenda chooni na amepa ghafla. Nakutumia watu usitumie nguvu nyingi sana. Ukachukua mkojo wako ukamwagia akaweza kupona. Kwa hiyo mwanadada ambaye alipata ile changamoto anatakiwa tu kuchukua mkojo wake ajimwagie ama aoge ili aweze kutoka kwenye hiyo laana. Sasa kashachelewa kwa sababu kutoka majuzi mpaka hivi leo kashachelewa. Sasa hivi nakuwa afanye tiba nyingine. Ili kwa muda ule bila chukua tu mkojo wake akamwagia. Shehe, wala kutumia gani simple. Sasa dawa ni nini shehe? Kwa dawa za uchawi mkubwa na kwa dawa ambazo na mambo yenyewe simple. Toka masuala majini asio. Kitu simple tu hivi. Hata vina nguvu kubwa. Sio kawaida tu. Imani tuweze kujua majini na kina nani, kujua elimu ya majini. Watu wengi sana hawana elimu ya majini. Hebu nipe hizo karatasi hapo pamoja na kuonyesha kitu. Tunapozungumzia kwamba umezungumzia swala parachichi, si ndio? Tuonyeshe kitu kimoja. Nakiona hichi. Kama maana yangu sana, angalia na hii vizuri hii aonyesha Tanzania na watu ambao wako nje ya Tanzania. Unaona hii? Hilo ni karatasi lakini ni jini. Jini tena la kusema. Wewe ni karatasi lakini ni jini. Unaona hii? Hilo ni karatasi lakini ni jini. Huyu namtuma sehemu yote yule, namtuma nchi yote yule anaenda anifanyia kazi. Unamwona huyu? Sasa huyu ndio mixer ya jini Protocol ambao unatumia mshumaa, unatumia mshumaa na glasi ya maji. Kwa Diamond aliamua kumweka jini kwenye parachichi. Jini sana alikuwa tu. Jini anaamrishwa tu kae sehemu fulani, hata kufanya kazi yake. Dr. Luana ndio aweko kwenye parachichi. Shewe. Jini ni upepo. Parachichi na yaani kunasema mambo unaweza kusikia na upepo. Kwa namna hiyo, kwa mtazamaji ambaye anatazama, unataka kumwambia endapo atakuwa anapewa vyakula, kwa sababu tunajua chakula ni parachichi, atapewa na mpya kutokea sehemu yoyote, anatakiwa kukataa, kwa sababu kunaweza kuwa kuna uwezekano kwamba kuna hivyo vyakula especially parachichi majini inaweza yakakaa. Shehe, ndio maana kila siku nawaambia watu ili ujiamini lazima ujue umepikwa umetengenezwa vizuri. Sasa hivi hapa dunia sasa hivi imebadilika. Zamani ulikuwa unaweza kwenda kwa jirani yako ukala chakula fresh, hakuna shida kabisa. Sasa hivi hata mtoto wako akila kwa jirani unampiga. Lakini sisi soka tunakuwa
tumekuwa kula kwa majirani, ila kwa dunia ya leo uchawi wa zamani ilikuwa ni lazima mtu mweke kwenye chakula au mshike kwenye bega au mshike sehemu yote, lakini sasa hivi uchawi wa sasa hivi, shekhe, mimi nakaa ndani mwangu, unaelewa vizuri, nakaa ndani mwangu, namtengeneza kiumbe, namtengeneza mtu kabisa, mtu afu naanza kumfanya anavyotaka mimi. Ndio maana naweza nikamuua mtu akiwa South Africa, akiwa Marekani, akiwa nchi yote yule, na namfanya anavyotaka mimi. Dr. Luana, unaweza kuua mtu? Shehe, mbona vitu vya kawaida hivyo? Duniani kuna watu wanauzi. Shehe, kuna mtu unamwamini, unampa pesa zako na kudhulumu. Kuna mtu mnakubaliana mfanye biashara, shehe anachukua hela zako, afu unampigia simu na kujibu kwa dharau. Unamfanya nini huyo mtu? Dr. Luana, hapo naomba nitemekee swali moja. Kwenye kazi zako za udaktari, unamtegemea Mungu ama unamtegemea shetani? Naweza nikasema kwamba lazima uwe na imani, kwa sababu kuna kazi zingine hizo zifanye lazima ufunge. Kama hili jini. Hili jini hili nilitume huyu nguva huyu. Ujini wa maji huyu nguva, ili umuandae vizuri, umualike, ni lazima ufunge siku 3. Sasa je, kama hauna imani unafunga siku za nini? Kwa hiyo imani tunayo, tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Hamna mtu ambaye amtegemea Mwenyezi Mungu, kwa sababu kama mchawi mwenyewe kabla ya kumroga mtu anamwomba Mwenyezi Mungu. Sasa wewe ni nani mpaka usimwombe Mwenyezi Mungu? Sasa Dr. Luana, kama unamtegemea Mwenyezi Mungu, kwa nini unaua watu? Ni maandiko gani kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa Wakristo, Waislamu pamoja na dini zingine yanasema kwamba unawaruhusu muoe watu? Kwa nini unafanya hivyo Dr. Luana? Sasa shehe, naomba nianzie kwenye Qur'ani, nianzie kwenye Biblia, nianzie wapi? Hebu amue nianzie wapi? Popote kule. Kitu ambacho nahitaji ni ufafanuzi ili mimi niweze kuelewa na mtazamaji wako aweze kukuelewa. Dr. Luana, kwa nini unakuwa muuaji? Kwa nini unaua watu? Mungu amekupa kipawa cha kutubia watu, lakini wewe unaua watu. Kwa mujibu wako ulivyosema, umesema ushaua watu wengi South Africa, ushaua. Kwa nini unaua watu? Kwa nini unakuwa muuaji Dr. Luana? Shehe, naomba nianzie wapi kwanza, yani hebu amua wewe, nianzie kwenye Qur'ani au kwenye Biblia? Wewe anzia popote. Sawa. Wakati Daudi anamuua Goliati, kwenye Biblia aliamriwa na nani amuue Goliati? Biblia nzima, ukisoma Biblia nzima. Sawa? Mimi nakuzungumzia wewe. Biblia nzima, ukisoma Biblia nzima, niambie mstari gani ambao unasema Daudi aliambiwa na Mwenyezi Mungu muue Goliati? Dr. Luana, kwa mujibu wa amri za Mungu, kuna amri moja ambayo Mwenyezi Mungu kupitia Musa aliweza kuishusha duniani na akatoa amri wa kwamba tusiue. Na mimi na uhakika kwamba nyie madokta, nyie waganga mna miiko yenu. Lakini kwa mujibu wako wewe umesema unaua watu. Na umeua watu kadhaa kwa lichokisema. Mimi nakuuliza wewe, simzungumzii Goliati wala Daudi. Nakuuliza wewe Dr. Luana, kwa nini unakuwa muuaji? Che, kimfano umetoka hapa umekutana na vibaka 3 wana visu, wanataka kukuua. Je, utawaacha wakuue kama Biblia inasema kwamba kupigae kushoto mgeuzie kulia, akichoma kisu cha kwanza mgeuzie na huko achome, au utachukua jukumu gani? Dr. Luana, ninachozungumzia hapa ni wewe. Mimi unaua watu. Shehe, mimi unakuwa muuaji. Shehe, kwa nini wanikwepa? Biblia kwa mujibu unakuja kwako kwa sababu wewe si Mkristo, wewe kuja kwako. Biblia inasema kwamba kupigae kushoto mgeuzie kulia. Umekutana na vibaka 3 wana visu, wamekuchoma kisu cha hapa, utamgeuzia chome na huku ili alizike? Okay, tutoke hapo Dr. Luana. Nimeweza kuzungumza. Bora wanikwepa shehe. Nimeweza kuzungumza mambo mengi, naweza kusema kwamba vitu hivi kinaweza ikawa ndefu na mwisho siku tusiweze kuimaliza. Turudi kwenye swali letu la msingi, kuhusiana na masuala ya majini na masuala mazima ya Diamond Platnumz kuweza kutumia parachichi kuweza kumnoga Mtanzania na Afrika Mashariki. Mtazamaji wa Trend TV anakutazama, una kitu gani cha kumshauri? Una nini cha kumwambia? Asante. Mimi naomba nizungumze na Watanzania wenzangu. Hata wewe ni Mkenya, wewe ni Mganda, wewe ni mtu ambaye uko nchi yoyote ile, kwa uwezo wa Allah hakuna maradhi ambayo yanakuja kwa maisha ya mwanadamu ambayo hayana njia ya kutokea. Mungu ametupa nguvu, ametupa utambuzi na ametupa uelewa wa kuweza kufanya mambo makubwa sana katika ulimwengu. Sio kila mtu amepewa kipawa kama tulichopewa sisi. Mimi naweza niwaambie kitu kimoja kwamba wewe ambao unasumbuliwa na maradhi ya aina yote yale, una sukari, una ukimwi, una kansa, una maradhi ya moyo, wanaume tezi dume zinatuua, jamani msikimbie kufanya operation.
Mimi napata shida sana, mtu ameenda amefanya operation ya tezi dume, hali imerudi tena. Msikimbilie kwenda kufanyia operation ya madawa zipo. Wewe ambaye unajua kabisa kwamba mimi nimezulumiwa. Njoo tumtumie jini huyo mtu kama hela zako akurudishie. Wewe ambaye unaona kabisa mambo yako hayaendi, uko nchi yote ile, uko Marekani, uko Australia, uko Canada, si uko Burundi, uko wapi, uko China, nipigie simu nikusaidie. Kwa maradhi ya aina yoyote ile na matezo ya aina yoyote ile. Na wewe ambao unataka majini ya pesa, hapa ndio nyumbani kwake. Wewe ambao una shida na majini ya pesa, hapa ndio nyumbani. Mimi shughuli zangu za majini, shughuli zangu za majini. Kwa wewe ambao una shida na mafanikio, una shida na mambo yako yaendi, kazi zako haziendi, mahusiano yako yaendi. Si ndio wewe ambao una ndugu yako amechukuliwa msukule. Halo. Sitaki kusema mambo mengi, lakini kwa uwezo wa Allah nasaidia watu wengi sana. Kwa wewe ambao una shida na mimi, nitafute muda wote, nipigie simu au fika ofisini kwangu. Wewe ambaye uko nje ya nchi, namba yangu ya simu ni ile ile. Jumlisha 255 768 24 7710. Wa Tanzania 0768 24 7710. Wewe ambaye upo sehemu ya aina yoyote. Na usiwe na shida ya kuogopa kunipigia simu ni kwamba sitakuwa shida gharama, shida nini. Hapana. Wewe nipigie simu muda wote. Unaojisikia kunipigia simu. Share. Kwa kumalizia, Dr. Luana, ungeachana na engo maparachichi pamoja na kutia majini kwenye maparachichi. Tumeweza kushuhudia. Tumemwona Barnaba, mmoja kati ya wasanii ambao wamekuwa wakijipambanua kwa kufanya kazi zao nzuri kabisa kwenye muziki wa Tanzania. Studio yake imeweza kuungua. Na kipindi ambacho studio yake imeweza kuungua, basi aliweza kutoa machozi, aliweza kuwa na huzuni. Watu wengi wakijiuliza maswali mengi sana. Mimi nikasema maswali haya nikurushie wewe Dr. Luana. Je, kuna uwezekano kwamba watesi, kuna uwezekano kwamba wale watu ambao wanamchukia Barnaba Classic Boy wameweza kumtumia majini ya moto yakaenda kuchoma ile studio yake? Na swali lingine ambalo nimekuwa nikijiuliza sana ni kwa nini Barnaba analia sana, kwa sababu tumekuwa tukishuhudia wasanii wengi sana wamekuwa wakitoka hadharani na kusema kwamba wao wana hela nyingi sana. Hata Barnaba mwenyewe tuliweza kumuona aliweza kumnunulia mke wake gari na akajinasibu ya kwamba yeye fedha kwake sio tatizo. Kwa nini analia mara baada ya kupoteza studio yake? Kwa sababu tunajua wasanii wana fedha. Kwa nini asipotezee na kuweza kutengeneza studio nyingine? Changamoto ni moja sana ambayo pia siku watu naongeaga. Kutafuta hela sio kazi. Kazi ni kutunza hela. Yeye anajua kutafuta hela lakini hana ulinzi wa hela. Ndio maana wale wengi waliofanikiwa na majini yanayolinda hela zao. Wanaia majini yanayolinda mali zao. Majini yanayotunza kumbukumbu zao. Majini yanayowaletea vitu. Kutafuta hela sio kazi. Yule alikosa tu ulinzi, afu wenzake wajanja. Na kubishana na mtu ambaye kidogo tu naona sasa matokeo yake. Mtu alikuwa anabishana naye. Unataka kuniambia kwamba ile ilikuwa ni vita chini chini. Na huyo mtu ambaye alikuwa anabishana naye akaweza kutuma majini. Ile ni vita hiyo. Barnaba ile alikuwa na vita, alikuwa na beef na jamaa mmoja. Siwezi kumtaja kwa jina kwa sababu sheria yetu ya Tanzania turuhusu kutaja watu kwa majina. Lakini ningemtaja mpaka jina, namjua mpaka jina. Dr. Luana, tupe kodi Dr. Luana. Watazamaji wako wanahitaji kufahamu. Na moja kati ya majina yako ya utani, nickname zako ni Dr. Msema Kweli. Tuambie, ni nani aliyeweza kusababisha studio ya Barnaba ikaweza kuungua moto? Changamoto ni kwamba kama nilikwambia shehe, hata majini anakuambia usifanye lami chonganishi, kwa sababu mwingine unaweza kukuta ni ndugu yako mwenyewe anafanya kitu kama hicho. Kwa hiyo unajikuta kwamba unaenda kuchukua jukumu la kuweza kumdhuru kufanya vitu vingine. Kwa cha kwanza kabisa hata majini yanakuambia kabisa usifanye lami chonganishi. Lakini yeye alikuwa na beef, anamjua ambaye ana beef naye, Barnaba anamjua ambaye alikuwa na beef naye. Na yule kitu kidogo tu ameenda kwa mtu imepigwa pa. Matokeo yake yale pale unaelewa. Kwa ni vitu ambavyo naweza nikasema kwamba wewe ambaye unatafuta mali, kutafuta hela sio shida. Shida je, hela zako zina ulinzi? Watu wengi wanatafuta hela kila siku. Lakini matokeo yake yanaishia wanapanda, wanashuka. Matajiri yana majini ambayo yanalinda hela zao. Yana majini ambayo yanalinda mali. Sasa shekhe, wewe unatafuta hela kila siku na hauna ulinzi. Kila siku utakuwa ni wakulia, miaka 5, miaka 3 unalia. Miaka 3, miaka 4 unalia. Maria, mambo kama haya. Tafuta hela sio kazi. Kazi ni kutunza hela. Kila mtu anatafuta hela shehe. Dr. Luana, kwa nini tusimtegemee Mwenyezi Mungu kwenye kutunza hela zetu? Kwa nini tuanze kuhangaika na masuala ya majini
wakati Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na nchi yeye yupo na anasema kila kinaloendelea analiona? Kwa nini tusimuombe yeye aweze kutunza hela zetu na tutumie majini kama ambavyo anasema yeye? Hivi hizo swali unaweza kunijibu? Endelea kuniuliza, naweza kujibu. Kwani majini ameumba nani? Dr. Luana, mimi ni Mkristo. Imani yangu ni ya Kikristo. Na Mwenyezi Mungu amesema kwamba jina lake peke yake ndio linatosha kufanya mambo yote. Jina lake ndio linafanya mambo makubwa. Kwa nini tusimuombe Mwenyezi Mungu yeye ndio aweze kutunza mali zetu? Na kama majini yameweza kutengenezwa na Mwenyezi Mungu, kwa nini tusimuombe Mungu yeye Mungu ndio atume majini yaje kulinda mali zetu? Kwa nini sisi mtu wetu wa kwanza awe jini na sio Mwenyezi Mungu? Majini yenyewe yanamuomba Mwenyezi Mungu. Na hauwezi kusema kama mimi naabudu jini, hata siku hata hiyo. Hakuna mtu anaweza kuabudu jini. Jini mwenyewe anamwabudu Mwenyezi Mungu. Swali langu mimi ni kwamba kwa nini uyafese majini kwanza kabla ya Mwenyezi Mungu? Kwa sababu nimekuuliza baadhi ya maswali, umesema kwamba majini ndio yanaweza kuzilinda pesa. Kwa nini usingesema kwamba Mungu kupitia majini pesa zako zinaweza kulinda? Swali langu ni kwamba kwa nini kwanza tumfese jini na tusimfese Mwenyezi Mungu? Mungu ni namba moja. Yaani Mwenyezi Mungu ni namba moja. Yaani ile namba yake haiwezi kubadilika na mtu aina yote ile. Ndio hata majini wenyewe wanakuambia mimi nikifika Ijumaa hata kama na wateja 200, hata kama nimepandisha hapa na nampigia mtu lamzi, ikifika muda wa swala tu wenyewe wanaondoka kwenda kuswali. Bwana, huyo ni Dr. Luana anamaliza kwa kusema hivyo. Lakini kabla sijakuaga mpenzi mtazamaji wangu wa Trend TV, ningependa kumpa nafasi Dr. Luana aweze kusema kwamba anapatikana wapi na mawasiliano yake ni yapi. Kwa Dr. Luana, mwambie mtazamaji. Mimi nipo Dar es Salaam, Kimara Bonyokwa. Wale wenzetu wa Kenya waga nakuja sana Mombasa, Nairobi pale. Mombasa nafanya kazi zangu pale. Kutoka pale naenda Nairobi. Kutoka pale naenda Kakamega nafanya kazi. Kwa wale wa Burundi tunikuta sana Bujumbura. Bujumbura kujaga sana au Makamba. Karibu na uwanja wa Eglen wa mpira ile wanakujaga sana pale. Kwa hiyo kwa wale wa Dar es Salaam, niko Dar es Salaam Kimara Bonyokwa, nipigie simu muda wote. Kwa wale wa mikoani huko mkoa wa aina yote, nipigie simu muda wote. Wewe ambaye una shida na mimi, una shida, kuna mambo ambayo hauelewi. Wewe ambaye unaota ndoto nyingi, hauna mtu wa kukufafanulia, kukupa maelekezo hizo ndoto, nipigie simu muda wote. Kwa sababu kuna watu sasa hivi vipawa vimekufa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa mtu alikuwa anaota ndoto sasa hivi haoti. Kwa uwezo wa Allah, nipigie simu muda wote, nitakusaidia. Bwana mtazamaji, mimi sina la ziada.